ambao pengine ni mara ya kwanza kuniona, kama alivyosema mchungaji, nimekuwa mwenyeji. Hata kama nitakwenda huko, lakini nitaendelea kukumbuka eneo hili. Naitwa mchungaji Venance Bwade. Nimebakiwa na siku kama 32 niwe nimeshahitimu, niwe nimekamilisha miaka 5 ya kukaa Mbeya, kila siku nasoma. Hii Biblia mnayoiona hii ni kubwa, lakini ni kubwa zaidi ya hivi mnavyoiona. Hii Biblia hii watu wamesoma mpaka wamekuwa full professor, lakini hawajaimaliza. Kumbe lililo kuu ni kujinyenyekeza mbele za Bwana, ndio nakuwa profesa wa kweli na kusema iliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Asante baba mchungaji kwa kunialika kuja kuongea na watu hawa ambao Mungu amekutumia wewe ili uniambie anitume lile neno lilopanga kuongea na watu hawa siku ya leo liweze kusikika masikioni mwao. Mungu wetu ameona leo tuongee kichwa kinachosema tunaitwa kutenda haki na huruma. Tunaitwa kutenda haki na huruma. Napatikana kitabu cha mwisho katika nyaraka za wanafunzi wa Yesu kabla ya kukikuta kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 17 hadi 23. Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 17 hadi 23. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwona ndugu yangu ambaye nikikatisha sehemu wanataja jina lake, akikatisha sehemu wanataja jina langu. Sijui nimefananisha na mimi? Amina. Basi simama upunge mkono. Jamani, tunafanana? Mnavyotuona tunafanana? Hebu simama kuangalia vizuri, tunafanana? Huyu alishakunywa soda yangu huyu. Mchungaji karibu. Mpeni mchungaji soda hapo. Baadaye anamalizia anarudisha chupa so, ila tunafananisha ni kama yeye. Soda imeshaisha. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Ni ndugu yangu. Ni ndugu yangu wa damu, tena kabila moja na mkoa mmoja. Ninamshukuru Mungu kwa utukufu wa Bwana. Asante sana. Basi maneno haya yaliyoandikwa na tume huyu Yuda yanasema hivi: bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, ukiangalia kwenye kalenda yetu, neno kubwa linasema tunaitwa kutenda haki na huruma. Awali ya yote, mwandishi wa kitabu hiki ni Yuda, mwanafunzi wa Yesu, sio yule Yuda Iskariote. Kulikuwa na wanafunzi wa Yesu wenye majina ya kufanana wawili, lakini katika uandishi, wataalamu waandishi wa Biblia wanapowaandika Yuda wamewatofautisha. Yuda aliyemsaliti
Yesu lazima waweke kwenye bracket, ni yule Yuda Iskariote. Kwa hiyo huyu Yuda mwanafunzi wa Yesu alikuwa ni ndugu wa Yakobo pamoja na Yesu pia. Kama nilivyosema, mwandishi wa waraka huu ni Yuda mwanafunzi wa Yesu. Wataalamu wanasema waraka huu uliandikwa takriban miaka ya 65 mpaka 80 baada ya kupakwa Yesu, lakini ni kabla na baada ya kuharibiwa kwa mara ya pili kwa hekalu la Sulemani kule Yerusalemu. Na waraka huu uliandikwa huko Yerusalemu, mji ambao unapatikana Israeli Mashariki ya Kati. Ndugu huyu aliandika waraka huu wakati kumetokea machafuko makubwa, mafundisho ya uzushi ya kubadili kweli ya Mungu. Walimu wa uongo walitokea wengi sana kipindi kile, manabii wa uongo walioleta mafundisho ya kuwapotosha watu waiache kweli na kufuata mafundisho yao ya dunia ambayo yatawatia kwenye hukumu. Yuda kwa sababu aliishi na Yesu na aliipokea kweli ya Yesu, na kwa mazingira yale, jinsi alivyoona watu wanavyogeuzwa imani ambayo nyingine wanapandikizwa ya pando la shetani itakayowasababisha kwenda kuzimu, Yuda aliazimia kuandika waraka, kuandikia watu wote, kuwaeleza ukweli na kuwaonyesha njia iliyo sahihi iwapasayo kufuata. Yuda, kusudi la waraka huu ilikuwa ni kuwatia moyo waumini kuishi katika imani ya kweli, lakini kuwaonya, kama nilivyosema, dhidi ya walimu wa uongo waliokuwa wakiipotosha kweli, lakini kuwahimiza Wakristo kipindi kile, kwa sababu mafundisho ya uongo yalitokea na kuibadili kweli ya Mungu na kuharibu utaratibu wa maisha ya kiroho. Ina maana upendo ulitoweka, huruma ilitoweka, haki ilitoweka, rushwa na matendo mabaya ndio yalitawala mioyo ya watu. Kwa hiyo akawaambia kwamba iweni na upendo, huku mkiishi katika haki na huruma ya kuhurumia watu wengine. Dunia ya leo tunayoishi, hii tunayoishi sasa hizi, acha babu zetu iliyopita, ni dunia ambayo imejaa udanganyifu, mafundisho ya uongo, injili za mafanikio bila toba, unabii wa uongo, chuki, ubinafsi, uonevu, dhuluma, mateso, mauaji bila huruma. Na watu wengi wanajua haki lakini hawawezi kuitenda haki, maana wanaishi kwa hofu. Wana huruma lakini hawawezi kuitetea huruma yao wala kufanya huruma, maana wanaishi kwa hofu kama wakimbizi. Tena hawana ujasiri wa kukemea uovu wala rushwa iliyokithiri. Neno la Mungu, kama nilivyosema, siku ya leo linatuhimiza kutenda haki na huruma iliyotoweka katika maisha yetu, na inapatikana kwa gharama, lakini kwa watu wanaomcha Mungu inapatikana kwa kicho cha kutii neno la Mungu, na hiyo ndiyo sehemu kubwa ya maisha ya Kikristo. Mwandishi huyu Yuda, ukisoma mstari hii aliyoionyesha hapa, mstari wa 21 hadi 22, anasema jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa unajisi la mwili. Na maana ya kwamba tuwahurumie wenzetu. Kuna wenzetu ambao wanapata shida, hata neno la Mungu hawalisikii. Hawa watu wanatakiwa kuwapelekea neno la Mungu. Kuna wengine ambao wanaishi, wanatamani hata kusikia maombi wakiombewa huko waliko katika miji yao. Hawa watu wanahitaji tuwahurumie, kwende kuwaokoa. Kwa maana ya kwamba ukiwapelekea neno la Mungu, wakiishi kwa neno la Mungu, tutakuwa tumewaokoa na mateso na moto. Kwa hiyo katika maisha haya, kama tulivyosema, mwanafunzi huyu wa Yesu aliwahimiza wale watu, na sisi anatuhimiza. Alijaribu kuangalia, na sasa hata we mwenyewe unaweza kaangalia kwamba huruma iko wapi leo, haki iko wapi leo,
upendo uko wapi leo? Hata Yesu alizungumza kitabu cha Mathayo. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 24, anaeleza habari za siku zinakuja, upendo utaadimika kabisa. Wengi watajitenga na upendo. Upendo wa walio wengi utapoa. Imani ya walio wengi itapoa. Kama upendo utapoa, kutakuwa hakuna huruma. Kama imani itapoa, kutakuwa hakuna haki. Mtume Paulo anamwonya na kumtahadharisha Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 3. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3. Anamweleza hivi kijana Timotheo aliyekuwa ni mwanafunzi wa Paulo, ambaye pia alimfundisha kufungua na kuanzisha shirika nyingi na kuzisimamia. Anasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwenye nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao, maana ni wale watu wasiopenda haki na wala wasio na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa maneno haya anayesema Paulo, na kwa maneno haya anayesema mtume Yuda, na kwa maneno mengine anayosema Yesu kwenye injili zake, tunashuhudia kuona matendo ya kikatili yakifanywa katika dunia hii. Siku moja nilikuwa nasikiliza chombo cha taarifa ya habari, nilisikia kule Njombe. Nilisikitika na nitaendelea kusikitika. Binti moja alijifungua mtoto, akamzika mtoto mzima ili aendelee na ujana wake. Mimi nikawaza, kuna watu wanatoa gharama kubwa zaidi ya mamilioni wakitafuta ni wapi nitapata uzao na mimi nipate mtoto. Hata angekuwa tajiri, mama tajiri sana, lakini kama hana mtoto anaona bado mimi nimepungukiwa. Wamekwenda hospitalini, wengine wamekwenda mpaka duniani, wengine wameenda mpaka kwa manabii, lakini bado hawafanikiwi. Lakini wengine ambao hawakuomba wamepata watoto. Wanapopata watoto anaona anamchelewesha maisha, anamuua, anamzika. Sasa yule binti alimzika mtoto akiwa mzima. Serikali ilishughulika kumtafuta mahali popote alipo, akamatwe, aweze kustahili kujibu mashtaka ya kuthubutu kuua, tena kumuua mtoto wake na kumzika angali hai bila huruma. Wajane wanadhulumiwa mali, yatima wananyanyaswa, tunaona tena wananyanyaswa. Nilikuwa nasikiliza chombo kimoja cha habari, mama mmoja mlezi, kwa lugha ya zamani tunasema mama wa kambo. Siku hizi kwa lugha ya kisasa tumeboresha, tunasema mama mlezi. Mtoto alikomba mboga, amekuja huko, nani kakomba mboga? Kakomba mtoto huyu. Yule mama alimfunga mikono, kuchukua maganda ya mahindi, kumfungilizia, piga moto. Mtoto analia, maganda ya mahindi yanaungua mpaka mikono inaungua yote, bila huruma. Mtoto bila huruma. Naomba wenye ndoa msiachane. Kiachana, dunia hii huwa kuna pandwa roho zingine mbaya sana, ambazo inatia huruma kuona mtoto anateseka kiwango hicho. Lakini pia si hivyo tu, wafanyakazi wa ndani, yani mahouse girl, kunyanyaswa na kupigwa na vitu vyenye ncha kali, na hata wakati fulani kuunguzwa kwa pasi za moto. Nafikiri ni mashuhuda. Nikiwa maeneo ya Singida Itigi, kuna mama mmoja alikuwa anafanya kazi kwa watalii Arusha. Yule mama, kwa sababu alikuwa anafanya kule Arusha, rafiki yake alisema, huku nako kwenda Itigi, naomba unitafutie house girl. Yule mama akamtafuta binti, akampeleka kwenda kufanya kazi ndani.
Yule aliyekuwa ameomba house girl, mume wake ni askari. Sijajua kilitokea nini. Yule mama alianza kumwadhibu yule mtoto. Alikuwa ameshakaa miezi kadhaa kama mwaka hivi. Alimwadhibu mtoto vibaya sana. Lakini pia akawa anachukua, sijui alikuwa ametega kamera, akasema liwe fundisho na kwa house girl wengine. Alimpiga vibaya sana na sehemu za siri, kumuingiza vitu vya ncha kali. Yule binti alilia. Ukisikiliza ile recording, ile sauti ile rekodiwa ya video, analia kwa huruma. Mama uliyenileta, kunaomba unirudishe nyumbani, leo ninakufa, hawataniona. Na kweli aliingiza vitu vya kutisha. Yule binti alikata roho. Mimi nilishiriki kwenye msiba ule kwa sababu ilikuwa ni karibu na kanisa. Ni kama hapa na kwa mama Kategire hapa. Yule mama wakati analeta maiti alisindikizwa na maaskari, kwamba hawana imani kama ile maiti atakapokuwa anaifikisha wanajamii wa Itigi watamwacha salama. Wakati huo yule mama aliyemtesa alibaki Arusha akiwa amekamatwa. Toka kipindi kile serikali ya eneo lile la halmashauri ya Itigi walitangaza hakuna binti yeyote atakayeondoka hapa kwenda kufanya kazi kwa mtu. Kwa vitendo hivyo house girl wananyanyasika. Unaweza kanyanyaswa kwa kunyimwa mshahara, kwa mateso, kwa kuzidishiwa kazi nyingi, hujamaliza hii inaingia hii. Dunia hakuna huruma wala haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona wakati fulani kubambikizwa kesi na kufungwa kwa kuonewa. Unatengenezewa kesi na unafungwa kikweli kweli. Tunaona mauaji ya kikatili, vita, rushwa na ufisadi uliokithiri, kutelekezwa kwa wajane, kutelekezwa kwa watoto yatima, kutelekezwa kwa wazee, kutelekezwa kwa wajawazito, kunyanyasika kijinsia na watoto machokola kuongezeka mitaani. Kuna wazee wamewazaa watoto, wamewazaa. Unajua, katika dhana yetu ya kibinadamu, sio ya Kiafrika, kibinadamu, kwamba kwa nini unalilia kuwa na watoto? Anasema nikizeeka waje wanitunze. Wamekwenda zao, wamewaacha wazazi wao. Ni kweli, imefika wazazi wao wamezeeka, hawajachukuliwa mapema na Mungu, ni kuzeeka kabisa kabisa. Wanaanza kuomba misaada kwa majirani, lakini unaambiwa kwamba hawa unaona wanaomba misaada, watoto wao wana nafasi nzuri sana kiuchumi, wako Dar es Salaam. Hawawajali wazazi wao, wamewatelekeza. Mama mmoja hapo nani Chimala amezikwa na kanisa, ametunzwa na kanisa, kuzikwa na kanisa, lakini hali watoto wanao. Tunaona hiyo. Lakini tunaona wajane, wale wasimamizi wakisha fariki, hawa wajane wanaweza kunyang'anywa mali. Kuna wakati fulani wamenyang'anywa mali wajane na ndugu wa mwanaume. Wakati wewe ulijenga nyumba na mume wako mkatajirika, mume amechukuliwa, waliobaki wanakunyanyasa na kwamba zilikuwa mali za ndugu zetu. Na ndiyo maana tunahimiza mfunge ndoa. Ndoa ile ina maana kubwa sana. Ukienda mahakamani kwamba mimi nina kibali kabisa, certificate ile seni ya ndoa, huyu aliyekufa alikuwa mume wangu kweli, hakuna atakaye kunyang'anya mali. Serikali inatambua hilo. Fungeni ndoa. Siku hizi wajanja wanapopata tu ajira, mwanamke anaolewa, sasa tufunge haraka tena kushawishi mwanamke tufunge ndoa. Unahisa na kupenda sana na mashaka kule mbele, mambo yanaweza kavurugika. Watoto wanatelekezwa. Unakuta watu wameachana, watoto wanahangaika kwa kwenda, wanabaki wanazunguka ombaomba. Mimi tutoto tudogo tumeingia gereji, tuko hivi tudogo sana, tungine tunazunguka mitaani huko Kabwe huko. Ukitaka upande gorofani kule Kabwe, kwenye ngazi mnakutana na watoto wamekatisha mle, unafikiri ngazi kumbe wamelala. Tumechafuka.
tunatega unapopita wakuombe chakula. Mimi mtoto mmoja nilimuuliza, wewe unatokea wapi? Mbalizi. Wazazi wapo, walikufa wapo. Inakuweje mpaka mtu anakuja huku, mtoto anakuja huku, anakuwa ombaomba watoto wapo? Lakini si hivyo tu, kutelekeza wajawazito. Tunazungumzia habari za huruma na haki. Neno letu kubwa, huruma na haki. Watu wanatelekezwa. Niko namsikia mmoja pale Morogoro, ana watoto 6 na mimba ya 7. Mwanaume alishakimbia na mabinti wa mwaka 2000. Kuna lugha wanasema wa mwaka 2000, sio? Mabinti wa mwaka 2000. Wewe ulimuoa mke wako alikuwa kijana. Unafikiri hamtazeeka? Akishazeeka unaona hafai, unawatafuta wa 2000, nao watazeeka na wewe utazeeka. Unamtelekeza na mimba, anahangaika na watoto. Anafanyeje kazi? Analisheje watoto? Hakuna huruma. Hilo ni pando la shetani limeingia kwenye mioyo ya watu. Ukiona hali hiyo inaingia, hapo ni kuomba, ni pando la shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona wakati fulani haki inatoweka na huruma hakuna, misukosuko ya kisiasa, na hapa tulipofika hakuna haki wala huruma. Mambo haya yanapofika na kutokea wakati huo, tuliojaliwa hekima, na hekima iko ndani ya neno la Mungu. Unapofika kusali kanisani na kusoma neno la Mungu, Mungu anakufunulia hekima. Tunapofika hapo, kanisa sasa ni wakati wa kuomba. Yaani unapoona misukosuko ya kisiasa, nchi inakosa amani, mambo yanavurugika, hayaeleweki, maisha yanapanda gharama, sio kulalamika, bali piga magoti, muombe Mungu. Kwamba Mungu, wewe ndio mwenye funguo ya kufunga na kufungua. Tunaomba ufungue. Tunaomba amani katika nchi. Tunaomba maisha salama, ili watu tulale salama, tuamke na kwenda kuabudu. Machafuko ya siasa yanapoingia katika nchi, hata kusaliwa kunavurugika. Kama wiki 2 zimepita pale Teku, kuna kina mama 2 walikuja kubatizwa, wanatokea Pemba. Wazazi wao wanakaa hapa, ni wa hapa pa Mbeya. Kule Pemba hakuna nafasi ya kusali wala kusikia neno ubatizo. Kwa hiyo wamekuja kusalimia huku, wakaomba ubatizo na kubatizwa, ili watakaporudi kule watakuwa wanasali 2 tu ndani wamejificha. Yaani nyinyi mna amani kabisa. Kama kweli watu tunasali mpaka tunaotea na jua nje, ujue tuna amani. Tarehe 29 mwezi wa 10, ambayo itasimuliwa mpaka vizazi vinavyokuja, na tunaomba Mungu isitokee. Tunaomba Mungu isitokee kabisa kabisa. Yaani wengi hawakusali tarehe 29. Wengi hawakusali. Kwa sababu mimi nilitoka pale Teku, tumeishiwa unga, wakasema kuna unga unauzwa huko juu. Nilipita njia za namna, nafika sehemu wanasema unatafuta nini unga? Nasema hebu jifiche kwanza huko ndani. Kuna anasema tunasikiliza kwanza mungurumo wa kuruza. Kuruza ilikuwa inatokea Yela huko, wanakatisha sehemu, wanasema ikipita hiyo ndio sawa. Baadaye wakasema hakuna, wakaniuzia unga huo. Sasa tena namshukuru yule ndugu, na kama yuko humu basi namshukuru, maana sielewi anasali wapi. Akanipa bure unga, uende ukale. Hanifahamu na mimi simfahamu, akanipa bure, alafu akanisindikiza njia za mkato. Aliponifikisha karibu na shule hizi za Pambogo na nini, akasema huku unaweza ukajiongeza mwenyewe. Nikasema nitajiongeza hata kwa kutambaa mpaka nifike kule, kwa sababu kule Isengo ndo mara nyingi sana bunduki zilikuwa zinapigwa. Lakini wanasema unaona pale kwenye kona pale maeneo haya sasa kuna wahitaji, yani kuna mmoja ni kama na baisikeli za wahitaji. Anasema alinusurika risasi, ilipigwa risasi ile kugonga ukuta. Risasi ilipita kwenye mkono hapo. Ilikuwa ni siku mbaya kabisa. Nikibaki ndani na kufa na njaa. Basi wacha nitoke tu niwafie watoto wangu huko nje. Lakini kulikuwa kimya, hakuna kusali watu. Kuna wengine kweli Mungu aliwasaidia walisali, wengine walishindwa. Machafuko yanapotokea katika nchi, linalobaki ni kanisa tu kuomba.
yaani sio vinginevyo, ni kuomba kanisa lipige magoti ili haki na huruma itendeke. Kwa hiyo haki huinua taifa, bali rushwa hupofosha macho, inatesa masikini na wanyonge. Yesu ndiye mwanzo wa haki na huruma. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 mistari iliyosomwa, Yesu anaingia hekaluni, anakuta mtu amepooza mkono siku ya Sabato, anamuonea huruma. Wasio haki na wasio huruma wanamlaumu Yesu asimponyeshe yule mtu. Yesu anawashangaa wanadamu, hawana huruma, hawana upendo kabisa. Huyu mtu amekuwa mlemavu muda mrefu, hamkumsaidia. Nimefika nimsaidie. Mafarisayo wanasema sio haki kufanya kazi siku ya Sabato. Anawaambia hivi, ni nani kati yenu kondoo wake akitumbukia shimoni siku ya Sabato hawezi kumwokoa? Na je, huyu binadamu sio zaidi ya kondoo? Mafarisayo hawataki aponyeshwe mtu. Kuna watu hawataki upone katika ugonjwa uliougua. Ukipelekwa hospitalini na wengine wanakuja hospitalini ukafikiri wana huruma. Baba mmoja baada ya kuugua muda mrefu, kuna kikundi fulani. Tunaposema kikundi fellowship, CNS na nini na nini, ukumbuke kwenye kikundi na Yuda huwa anahudhuria. Mnaijua hiyo? Alienda akaombewa usiku, homa ilizidi kupita kawaida. Waliposikia wakasema ile homa inazidi, ili itoke tunaenda tena. Alikataa, asema wasije nini, asema badala ya kunihurumia, kuniombea kikweli, usiku nimemwona kabisa mtu anakuja nilipolala kati ya wale wana fellowship. Kwa nini? Yaani kuna wengine anakuja kuongeza kasi, hakuna huruma. Kuna wengine wanakuja katika roho na kweli, wana huruma. Dunia haina huruma. Utaweza ukatenda mema, uliyemtendea mema kesho atakusaliti. Kumbuka Yesu hakulia kwa ajili ya maumivu. Wataalamu wanasema Yesu alicholia pale msalabani sio maumivu ya msumari. Akasema hawa watu walikuwa na njaa nikawalisha, ndugu zao walikufa nikawafufua, walikuwa wagonjwa nikawaponya. Hivi ni tendo gani baya nililowatendea kiasi cha kunisulubisha na kunipigilia misumari hapa msalabani? Mara nyingi sana ukikumbuka uliomtendea mtu mazuri alafu anarudi kukusaliti, watu wao wanalia. Dunia haina huruma, tena hakuna haki kabisa. Sasa tunaona Mafarisayo hawataki yule mtu apone, wanatamani kumuona amepinda hivyo hivyo, wenyewe wako salama. Lakini aliyetuumba, mtoto wako hata kama ni mlemavu, ana mtindikio wa akili. Wengine wanasema heri life tu, linatupotezea muda. Lakini mama aliyembeba miezi 9 anapopata mateso yule mtoto mpaka kufa, mama analia, tena analia sana. Na watu wengine wanasema analia nini? Huyu alikuwa si Mungu amempunguzia. Lakini aliyemzaa atafanya nini? Analia. Yesu wetu wa huruma, yeye ndiye anayetujua, aliyetuumba, aliyetufia msalabani, lakini shetani hana huruma. Kwa hiyo anawaonea huruma. Yule aliyepooza mkono akamuonea huruma, shetani hana huruma na huyo. Yule mama aliyeugua miaka 10 na ngapi, Yesu alimuonea huruma. Tena baadhi ya watu wakasema ondoka, usimguse Yesu, lakini akaenda akasema mimi mpaka nimguse. Yesu anasema nani aliyenigusa hapa? Yule mama anasema ni mimi hapa. Yesu ana huruma, anasema kuanzia leo msiba wako na uishie hapa. Wapo wengi tu waliopooza, wapo wengi tu wagonjwa, lakini Mafarisayo hawakutaka wasaidiwe. Kwa hiyo Mungu pia ameonyesha huruma kwetu sisi toka siku ile ya kwanza ya Adam na Eva walipofanya kosa. Aliwaambia kabisa, shetani asiye na huruma akaja akawadanganya, asiye haki akaweka pando jingine kwenye mioyo yao, wakala tunda wenyewe tu, wakaamua kuondoka pale bustanini kwamba hatustahili.
Hii falsafa ni ile inayotumika baadhi ya madhehebu kwamba mtu akikosea huwa anajitenga yeye, huwa atengwi na kanisa. Ni yeye anajitenga, ila kanisa huwa lina kazi ya kumtafuta, kumrudisha. Kwa hiyo wakajitoa wenyewe. Baada ya kujikuta wako uchi, wakatafuta majani wakajivalisha. Mungu anawatafuta. Mwinjilisti wa kwanza duniani ni Mungu kutafuta watu waliopotea. Anatufundisha na sisi wote tuliobatizwa tuwe wainjilisti. Adam kwa sauti ya huruma tena jioni, Adam, 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 uko wapi? Na jina hili la Adam ni Mungu alitupa, na jina la Hawa ni Mungu mwenyewe. Akasema niko uchi. Akasema ni nani aliyekuambia ule tunda? Adam akatafuta sababu, haikumsaidia. Mama akatafuta sababu, haikumsaidia. Lakini Mungu wa huruma, ukiisoma Biblia, ndani ya wale viumbe aliowaumba akawaweka kwenye dunia hii, mnyama mmoja akamuua, akachuna ngozi, akamvisha. Mungu wetu anatuthamini sana sisi kuliko wanyama, ila sisi hatuthaminiani. Halafu hatumthamini Mungu anayetuthamini, hatumpendi Mungu anayetupenda. Mungu anatupenda sana. Kutoka siku hiyo Mungu amekuwa na upendo, hatimaye anamtoa mwana wake Yesu Kristo aje atueleze habari za kweli na kutuonyesha njia ya haki na ya kweli itupasayo kufika kwa Mungu, ambaye ni Yesu peke yake. Kwa hiyo baada ya hayo, sikia Mungu anavyokuambia wewe binadamu na anavyoliambia kanisa. Sikia Mika sura ya 6 mstari wa 8. Mika sura ya 6 mstari wa 8. Mungu analiambia nini kanisa na Mungu anakuambia nini binadamu, kutokana na somo la leo kwamba tumeitwa kutenda haki na huruma. Mstari wa 8 anasema hivi: e mwanadamu. Mika sura ya 6 mstari wa 8. Kumbuka kichwa chetu kinasema hivi, tumeitwa kutenda haki na huruma. Mtu asiye haki na asiye na huruma, yaani asiye haki hawezi kuwa na huruma, asiye na huruma hawezi kuwa na haki. Hivi vitu vyote vinaenda kwa pamoja, na lililo kuu ni upendo. Anasema e mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Bwana na Mungu wako. E mwanadamu, e kanisa, Mungu anasema hivi, amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako e mwanadamu au kanisa? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ndicho anachokitaka Mungu wetu. Kwa hiyo katika mazingira haya kanisa linaitwa kutenda haki. Kanisa ni wewe, sio jengo hili. Tukitoka humu ndani linabaki jengo. Wanaweza kuja watu wengine wakaweka mziki, wakacheza dansi, wakakodi, wakufanya nini na nini, wanaweza kubadilisha. Lakini kuonyesha ni kanisa lenye nidhamu, kanisa ambalo limejaa utukufu wa Mungu, ni sisi hivi tulivyoingia, tumekaa humu, tulioumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunapofanya ibada na madhabahu ya Bwana iko hapa na Mungu anashuka na tusikiliza, sisi ndio kanisa hai. Na wale walioonekana wana mavazi meupe wametoka wapi? Ni hao waliovumilia dhiki ya dunia, mavazi yao yameoshwa kwa damu ya mwanakondoo. Halikuwa jengo, walikuwa ni watu na watakuwa ni watu, na watu ndiyo sisi, sio mwingine. Kwa hiyo tunaposema hivi, katika mazingira haya kanisa linaitwa kutenda haki na kusimamia na kusimama dhidi ya uovu na kutetea wanyonge. Tena kanisa linaitwa katika mazingira haya kutenda huruma kwa kuwasaidia walioumia na kuumizwa, waliopotea njia ya wokovu. Kwa sababu kuna watu wamepotea njia ya wokovu, wengine wamejitenga huko na nini, wameyumbishwa na mafundisho mbalimbali. Kanisa linabidi kuwatafuta, kuwarudisha. Waliotekwa na shetani, ambao wale
kwamba tuwaokoe watu ambao wameangamia, wameingia katika moto, na wenye mahitaji mbalimbali ya kimwili na kiroho. Tunaposema wenye mahitaji mbalimbali, ni kama vile alivyotoa mfano mchungaji. Kuna mtu mwingine unakuta hana kabisa chakula, wewe una mahindi mpaka yanabunguliwa. Wewe ni kanisa, una mahindi mpaka yanabunguliwa. Msaidie ndugu yako huyo, mahitaji ya kimwili. Kuna watu wana nguo nyingi mpaka zingine amesahau. Tena kina mama wao wanarundika mpaka nguo, wanasema na hii kumbe ipo, ina muda mrefu, kwa sababu yeye kila toleo ananunua, kila wiki ananunua, kikatisha tu kule Mwanjelo, akiona toleo jingine, hii hapa nzuri. Tulikuwa na mama mmoja walimtajia jina, akawa anaitwa Mafuta Uzuri. Yaani kile akiingia dukani, mafuta haya mazuri ananunua. Akija kesho kutoka toleo jingine, mafuta, mwisho akasema huyu mama anaitwa Mafuta Uzuri, maana haya hajamaliza maneno mengine. Kwa hiyo akina mama wana nguo nyingi, lakini kuna wahitaji kule wanatembea uchi. Wanatembea uchi kabisa, akina mama wako huko. Hao wanahitaji muwasaidie. Yaani Biblia inasema ukimsaidia aliye nacho umefanya nini? Mbona hata mataifa wanafanya hayo hayo. Msaidie ambaye hana. Lakini kuna watu wana mahitaji ya kimwili. Kuna wengine wana shida ya upofu, wengine kusikia, wengine kuongea, wengine ulemavu hata kutembea. Unapoenda kule Mwanjelo unakuta watu wamekana kabasikeli pembeni. Kwa kweli kimwangalia migumba kunasema, mimi Mungu unisaidie tu. Unisaidie, kumbe umeniumba vizuri sana. Huyo hakutamani awe hivyo. Ukiwa na chochote msaidie. Utakuwa umefanya matendo mema sana mbele za Mungu. Na alika kanisa na waalika wa Kristo wenzangu. Nashukuru huyu mchungaji anajua kuna vyuo vya diakonia, wana kazi, watu wanajifunza kwa ajili ya moyo wa huruma, matendo ya huruma, kuwasaidia. Kule Ulaya kule, hawa ambao wameanzisha mashirika ya compassion. Mashirika ya compassion yako hapa Tanzania. Baadhi ya mikoa yapo na baadhi ya mikoa hakuna. Nafikiri kuanzia Songea, Iringa, kwenda hivi Morogoro, Dar es Salaam, kuja mpaka Arusha, maana hapa Tanzania makao makuu ni Arusha. Niliwauliza, mimi nikiwa Itigi, nilikuwa compassion inapokuwa kwenye kituo chako, wameanzisha wazungu, yule mchungaji ndio anakuwa mkuu wa kituo. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uajiri watu, mkurugenzi ambaye kwa jina la sasa anaitwa mratibu, mhasibu na social worker, mtu anayeshughulika na maisha ya jamii. Sasa kipindi kile mimi ndio nimehamishiwa Itigi, nilikabidhiwa ile compassion. Na wakati tunaajiri, nashukuru kwamba nimepata ndugu Mbeya. Mwaka 2017 na 8, binti moja nilimwajiri kutoka hapa Mbeya, mpaka leo yuko Itigi. Kwa kweli anacheza vizuri. Yaani wanaita MM, robo tatu ya M anaikamata kamata kila baada ya mwezi. Sasa compassion, kile kituo kila mwezi, yaani kila mwezi zilikuwa zinaingia milioni 10. Hizo milioni 10 ni kwa ajili ya kuendesha ofisi na kulipa wafanyakazi na nini na nini. Lakini compassion hiyo wale wanafunzi walioandikishwa pale, compassion maana yake kwa Kiswahili ni huruma. Wale mliosoma si ndio? Mambo ya huruma. Wale wanafunzi walioandikishwa kama wako 200, kila mwanafunzi ana rafiki yake mzungu Ulaya. Analetewa kila baada ya miezi 2-3 wanaletewa zawadi. Wanafunzi wengine wameshajenga nyumba, wengine wana ng'ombe na kadhalika. Lakini haitoshi, siku za sikukuu wanafunzi wanaletewa zawadi. Lakini haitoshi, mwanafunzi huyo anasomeshwa mpaka chuo kikuu, yani mpaka miaka 22. Maana yake miaka 22 walikuwa wanaenda mpaka chuo kikuu. Kuna watu wengine tulikuwa tunawaleta chuo cha maendeleo yako hapa hapo Uyole, wengine tulikuwa tunawaleta VETA huko, tumewaleta huko. Wanahudumiwa nje ya zile milioni 10 zile. Wanahudumiwa ada na mahitaji yote. Mwanafunzi akiugua atauguzwa na lile shirika mwanzo mwisho. Haitoshi, wakaongeza kwamba hivi mama akiwa mjamzito haja jiandikishe, lile shirika litaanza kutunza kuanzia mimba. Haitoshi, wakasema kwamba tunataka watu ambao wanaishi na virusi waje wajiandikishe, wanapewa mitaji ya kufanya biashara. Sasa mimi nikawaza, pale Itigi tulikuwa na vituo 5, milioni 50, yani milioni 10, milioni 50 zinazoingia pale NMB. Serikali haikunyamaza, baadaye ikasema wao watakuwa wanachukua na wenyewe kidogo, maana hela zinaingia nyingi. Sasa ikaonekana
Tanzania kuna vituo vingi, na kipindi kile kabla sijaondoka, nchi 88 juu ya uso wa dunia ambazo zilikuwa na mashirika ya Compassion. Nikauliza, hii Compassion hizi hela zinatoka hapa? Mbona ni nyingi sana zinaingia? Yaani unafikiri mtu kamwaga hela. Na kilicho kibaya, mtu alikuwa kiiba hela ya Compassion, alikuwa anafilisika. Ndio kinyume chake. Nakumbuka mhasibu mmoja aliiba hela nyingi tu akanunua na gari. Alipofukuzwa kazi alifilisika mpaka na gari aliuza. Wakasema hivi, tuko kwenye matendo ya haki na huruma. Wakasema hivi, chanzo cha Compassion kilianzishwa huko Colorado, Marekani. Huko kulitokea vita moja, watu waliuawa sana, na walikuwa wanauawa ni wakubwa, watoto wanabaki. Sasa waandishi fulani wa habari walipita kuangalia, kuona watoto wanateseka mazingira magumu, walikawa wanawakusanya, wanaanzisha vituo vya kuwatunza watoto. Hapo ndo Compassion ilipoanza. Baadaye kaona kwamba sio hawa tu, watoto wengi wanaopata shida duniani, na hawa watoto ambao wanaandikishwa kwenye vituo ni wale watoto yatima na waishio katika mazingira magumu. Wewe kama una nafasi yako nzuri tu, usiende kuandikisha. Unapoandikisha wanakuja kukagua kwamba mazingira unaishi kwenye nyumba yenyewe ndio hivyo maisha unayoishi, chakula cha shida, basi yule mtoto anaandikwa. Mkisha andika wale watoto, mnawapiga picha. Mkisha wapiga picha, watarushwa kwa wafadhili huko Marekani. Wakisha rushwa kule Marekani, zile picha za watoto wenu wanabandika ukutani kama pale. Wale wazungu wanapita wanaangalia, nasema mimi rafiki yangu atakuwa huyu. Basi yule mzungu, jina lako nijiweke mimi mwenyewe, jina langu Venus. Chini pale nitampata Boitra. Naweka tu mfano mzungu huyo na namba. Sasa baadaye wale wazungu watarudisha majibu kwenye kituo kwamba mtoto wako anaitwa Venus, amempata rafiki Boitra. Mtoto wako anaitwa nani, huyo amempata rafiki yake fulani. Na hiyo Compassion sio kwamba ya kikanisa, yani wenyewe wanakusanya madhehebu yote na wadini zote. Lakini uzuri wa Compassion ndani yake, kila Jumapili bila kujali ni Muislamu ni nani, kila Jumamosi, sio Jumapili, kila Jumamosi kuanzia saa 2 mnafundishwa neno la Mungu. Kwa hiyo ilikuwa kila baada ya mwaka tunafanya hesabu hii Compassion katika kufaidika kanisa hili ambalo sasa tofauti yake, Compassion hawamlipi mchungaji chochote. Umeona wanachokifanya? Tena wanasema sisi hatujaja kujenga kanisa, labda tu mchungaji na yule mkurugenzi wafanya maarifa fulani kwamba mchungaji hapo na ujenzi, sisi kama kituo tunatoa mifuko 50 hapa, mtapata wapi hela? Wanafanya hivi, kila Jumamosi watoto wote waje kujifunza neno la Mungu. Sasa kumbuka, kuna mkurugenzi, kuna mhasibu na social worker, lakini kuna wale walimu wa kuwafundisha neno la Mungu watoto kila Jumamosi. Labda kituo kina walimu 5, 6, nao wanalipwa kwa kipindi. Kila Jumamosi lazima walipwe. Sasa wanapokuja pale wanawafundisha neno la Mungu. Kwa hiyo unakuta baada ya mwaka wale watoto wa Kiislamu wengine wanasema mimi nimeamua kuwa Mkristo. Wanasema kazi ya Compassion imefikia maazimio, tungesema nini ile outcome ya Compassion ile, yani mafanikio ya Compassion ni pamoja na kuchukua watoto wa mataifa na wa Kiislamu kubatizwa kuwa wanini, wa Kristo. Wanasema sisi tumelisaidia kanisa, kwa hiyo sisi hatujaleta hela. Lakini sasa kwa sababu kile kituo tumekiweka kanisani, ina maana mchungaji na wale watendakazi, maana wale watoto kila wanapokuja lazima kiandaliwe chakula. Asubuhi ile kuna chai nzito na maandazi pale, mchana watakula wali kwa nyama na nini, yani kila Jumamosi lazima hiyo ifanyike. Kwa hiyo kama mmepanga kwamba leo hii ni 500 italiwa hapa, itabidi mkurugenzi kamati yake ile pale ofisini, pia huwa kuna kamati kama mabaraza ya wazee hivi kwenye kanisa, wanakaa wanasema jamani, sisi tunajua Compassion yale mashirika hayasaidii kanisa, tunatenga 100,000 ya chakula tunalisaidia kanisa kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya kanisa. Basi sawa baba mchungaji, baadaye wanakuletea 100,000 hii hapa. Wanasema na sisi baba mchungaji
kwa shughuli za ujenzi ulizo nazo, na sisi tutakupa 1,000 hii kama watenda kazi. Lakini msimamizi wa kituo ni mchungaji. Kule wenyewe wanaandika hiyo yote imefanyika nini? Chakula. Sasa wanaona kwa nini tutoke hivi? Ni hisani. Lakini wale wafanyakazi masharti wote wanatakiwa kusali penye kanisa lile ambalo lina kituo, na zaka zinatolewa kama kawaida, na michango wanatoa kama kawaida. Kwa hiyo ukijiandikisha, ukiomba nafasi kazi kwenye compassion ambayo iko chini ya kanisa fulani, wewe hata kama ulikuwa kanisa fulani takiwa uhamie pale, kwa sababu unafanyia pale. Sasa nikaanza kuona wale wazungu wana huruma sana, wanaleta mahela kila mwezi, hayana idadi, yani ni mengi. Ukiangalia hivi kwenye akaunti zinaingia hela balaa, lakini ndani yake humo watu wanaiba, wasio na huruma, wanakula hela ya watoto hawa, watoto yatima, kwa sababu wale wazungu wanahudumia watoto yatima na waishio mazingira magumu na wanaoishi wana virusi, lakini kuna watu wanaiba wasio na huruma hela ya mzungu hiyo ya mtoto yatima, na ndiyo maana hata wakiiba hazikai. Mnaona hiyo? Kwa hiyo wenzetu wamekuwa na huruma. Sasa hilo ninasema ni shirika moja tu la kwamba yapo mashirika mengine mengi tu ambayo hayakopeshi, yanatoa misaada, lakini huku sisi tunaweza tukaila hela bila huruma. Lakini tunaposema kwamba tunahitaji kuwa na haki na huruma, ni kuanzia huko, kwa sababu hata huko tunaosema wazungu ni hao wazungu wachache wanaosali. Wapo wazungu ambao wanafanya ubaya na wanatuchonganisha huku, sisi tunauana bila kujielewa, na umaskini wetu tunachonganishwa, hakuna haki wala huruma. Kwa hiyo na watu wengine wanakimbilia kanisani, na ndio maana wakati fulani hata kama vita vinapiganwa, maeneo mawili ambayo hawawezi kupiga vita, japo siku hizi shetani ameingia, wanapiga ni kanisani na hospitalini. Lakini unaweza kushangaa sema tena mwaka huu hiyo vita vinavyopigwa wapi? Hospitali Israeli wapi? Hospitali ilipigwa bwana, kuwaua wagonjwa wasio na hatia huko mle ndani. Haya maeneo mawili ndiyo kimbilio, kanisani ndiyo kimbilio. Kuna watu wanakuja na mizigo huko waliko, wanajua kwamba ni wakute wa Kristo wenzangu. Akija mpokeni kwa huruma na kwa unyenyekevu, msimtenge mkamwona kama mkamnyanyapaa kama na dhambi sana. Hapana, tena huyo ndio mumpende zaidi, ili aone kwamba nilipofika nimefika mahali salama, asaidiwe. Akipata matatizo nendeni, akipata ugonjwa nendeni mkafanye maombi, akipata shida fulani mkimbilieni, msogezeni kwa ukaribu. Mungu atawalipa thawabu yenu. Msitegemee kwamba hilo ndio atakayo. Mungu atawalipa, kwa sababu haya tunayofanya tunafanya kwa utukufu wa Mungu. Ingekuwa kwa utukufu wetu, hapana, tusingefanya. Tulikuwa na mtumishi mmoja juzi, asa mimi na degree 2 alafu nalipwa 200,000. 200,000 na degree 2 masters. Nikamwambia una umri gani? Akasema si miaka 30 ngapi. Wewe bado mdogo. Kanisani hakuna mshahara, kuna posho. Mshahara ni mbinguni, ukimaliza kazi uliyotumwa na Mungu hapa duniani, ukiifanya salama kwa uaminifu, ukimaliza ndio nakuta Mungu amekurundikia mshahara wako. Maana aliyekuajiri yuko juu, hayuko hapa duniani. Sasa utalipweje duniani wakati aliyekuajiri yuko juu? Hapa duniani tunalipana zile ofisi zingine, kwa sababu mimi ndio mkurugenzi nimekuajiri, nitakulipa hapa. Lakini mtumishi ameajiriwa na Mungu, utalipwa juu. Kwa hiyo na nyinyi hapa, nyinyi wote ni watumishi. Mnapofanya matendo ya huruma, usitegemee kulipwa muda huo. Mara umeenda pengine kufanya matendo ya huruma kwa mchungaji, kwa Mkristo mwenzio, kwa wahitaji wengine, umepeleka neno la Mungu. Maana wengine wana shida za kiroho pia, nje ya kimwili wana shida za kiroho. Yani yeye kila anakija huko kanisani akisikia neno la Mungu, yani anaona kelele tu, kwanza haelewi kitu. Hawa wanahitaji msaada wa maombi, ili akiingia ajue kwamba nimesikia nini. Yani hata kirudi nyumbani anaona shida. Mkisimama hapa kuimba nyimbo za sifa na kuabudu, mnamchelewesha. Anaona yeye anachoka, lakini sehemu zingine anaweza kasimama mpaka jioni. Yeye amesimama tu. Lakini akija kanisani hataki kusimama, anachoka, anataka akae. Sio yeye. Ukimwambia kuimba nyimbo za kusifu hajui, sio yeye. Za kuabudu hajui, sio yeye. Hata za kwenye kitabu sio yeye, hajui. Ukimwambia kuomba anasema sijui, sio yeye. Ombeni watu wafunguke, waimbe,
walukeluke, kwa sababu tukifika kule mbinguni kazi yetu itakuwa ni moja tu ya kuimba, si ndio? Sasa kama hapa duniani imeshindikana, kule mbinguni utaimbeje? Si ndio utaambiwa umeingia una vazi la harusi toka. Maana baadaye tutakaguliwa, wanaimba wote ndani. Malaika atakuwa anapita anaangalia. Anakuta wewe unadandia sauti ya mwenzio akisema kombolewa. Huyu sio yeye, rudi huko. Sio yeye, rudi huko. Sisi hatutaki wanaodakia, tunataka wadirect. Kwa hiyo niwaalike kanisa, tendeni matendo ya huruma, ya kusaidiana na kuchukuliana mizigo, lakini fanyeni iliyo haki na kweli. Maana hata wale maaskari na wafanyakazi wengine wa serikali walimuuliza Yohana siku ya ubatizo, tufanyeje sasa? Wakasema, fanyeni iliyo haki, ile mliopangiwa, msizidishe. Kwa hiyo kama humu ndani pia tupo watumishi humu ndani wa serikali, tufanye iliyo haki, ile ambayo imeandikwa kwenye katiba. Kama mtu amekuja kuomba msaada, wewe msaidie tu. Ukimwambia bwana, kuna mlango mwingine umepita nyuma, umeshavuka kabisa. Ukisema huo mkono wako mfupi, refusha mkono, anautoa wapi mkono wakati alimbwa nao huo? Umeshavuka. Kuna matatizo mengine yanaweza kukukuta. Huyu alikuwa na matatizo kwa sababu umemwambia atoe rushwa, anakupa rushwa, unamsaidia, matatizo yake yanahamia kwako. Kwa hiyo tufanye iliyo kweli. Kama ni mwalimu afundishe kweli, kama ni daktari atibu kweli, kama ni mzee wa kanisa fanye iliyo kweli, kama sijui ni mwimbaji aimbe iliyo kweli, kama sijui ni wataalamu wa muziki fanyeni iliyo kweli. Kila mmoja afanye iliyo kweli kwa huruma, kwa utukufu wa Mungu. Ukiambiwa bwana, wewe umechaguliwa kuwa kiongozi fulani, usiseme siwezi, sema kwa msaada wa Bwana nitafanya. Unaenda kufanya. Hakuna aliyezaliwa navyo. Na tena kuna wengine, jamani, nani yuko tayari kufanya hili? Wewe nyoosha tu mikono. Usiseme kwamba watasema niko kimbelembele. Heri uwe kimbelembele kwa Mungu kuliko kuwa kimbelembele kwa shetani. Mimi naweza, hata kama hujui vizuri, mimi naweza. Watu wasema, huyu tumuone, anaweza huyu. Mimi naweza. Jamani, anaweza kafika hapa mkashangaa napiga kinanda wakati ya kujifunza. Msiogope, tufanye iliyo kweli kila moja na tuhurumiane. Mungu awabariki sana. Kanisa hili ni la Mungu kwa utukufu wa Mungu. Lakini wafadhili ni ninyi wenyewe. Kuna wafadhili wengine hapa kwamba mnaomba Ulaya wanaleta fedha. Lakini nimewashukuru, unajua mimi najifunza nikiingia humu huwa naangalia. Alafu leo nimeona kama watu wengi kuliko siku zote nilizowahi kuja. Japo mchungaji yeye anayechunga kondoo ameona kuna watu hawajafika humu. Ila mimi nimeona wengi. Lakini nilichokuja kwa utukufu wa Mungu ambacho ninawasifu. Na naomba hii sifa, yani muendelee na zaidi, nikija siku nyingine ni sifu zaidi. Na Mungu awasaidie. Mimi huwa nikiingia kanisani mahali popote nikialikwa, huwa nasikiliza sana kwenye matangazo vitu viwili tu. Vingine huko ni mambo yao. Nasikiliza walihudhuria wangapi, alafu matoleo wametoa shilingi ngapi. Yaani hao ndio maendeleo. Maendeleo ya kwanza ya kanisa ni idadi ya watu na utoaji. Sasa kwa mfano kundi lote nisikie kwamba mlitoa 50,000. Kuna maendeleo hapa? Hakuna maendeleo hapa. Mchungaji anapiga kelele 50,000. 50,000. Hamna maendeleo. Lakini kwanza ni kama mna mwaka mmoja tu. Mabadiliko yaliyopo hapa. Nafananisha na kanisa moja liko sema hapa Pambea liko maeneo fulani hivi. Niliingia juzi mle ndani malumalu. Nina miaka mingi malumalu imepigwa na wewe mwenyewe unapoingia unasema hapa kweli vua viatu vyako. Mahali hapa ni patakatifu. Sasa nikasikia kwamba jumla ya mapato yote ya Jumapili iliyopita na michango na nini milioni 1. Nikasema kwa kweli hawa wana nguvu. Ninaposema mna nguvu, mimi natokea kijijini. Unakuta kanisa waliohudhuria siku hiyo, waliohudhuria. Na ndio maana mimi huwa nawaambia kijijini tutahukumiwa sana kuliko mjini. Na ndio maana huko vijijini hata wanaolima tumbaku mwaka huu mieleka shida. We mama mmoja sikia ametokea kwenye tumbaku. Hali sio nzuri. Tunamsahau sana Mungu. Nini? Tuko wagumu. Unakuta mkulima wa tumbaku amekuja hapo, kile kijana chotoka mimi wanakujaga hapo Tanzania, na mmoja nilimsindikiza. Milioni 50. Nikamwambia unabebea wapi hizi milioni 50 ndugu yangu? Wewe ziache kwenye benki, umehakiki, chukua kidogo. Mwezi wa pili anauza mbolea aliyopewa na kampuni. Aliyokopeshwa hiyo, hana hela. Zimeenda wapi?
Kanisani haendi kusali wala kutoa lolote, na akienda kusali sadaka natoa 500 au 1000 wa milioni 50. Alafu siku ngapi? Sasa mimi wanawaambia, mnaelewa kinachofanya hela inaisha haraka? Unatoa shilingi 1000. Sasa kwa nini unakuta kanisa hivi mmejaa hivi, mwasibu au mzee wa kanisa Jumapili ijayo atasoma, jamani, tena mpaka wanaimba na wimbo sema zawadi gani mimi wasimbi kwa ajili ya nini? Watu 200,080 sadaka, watu 200. Nashuhudia, niko madhabahuni hapa, watu 200,080, alafu wanaimba na zawadi gani. Mimi siimbi wimbo. Tumemwibia Mungu pakubwa sana. Haiwezekani watu 200 sadaka 1080 ukigawanya hiyo kwa watu 200, sijui 500. Kwa hiyo nyinyi huku Mungu awasaidie, mnajitahidi sana. Na kama mimi muongo, jaribuni kwenda mpaka vijijini ndani. Najua wengi wao wanaenda. Mimi tunakutana na wafanyabiashara wengi sana wanaingia huko. Wanakuja kusali mpaka makanisani kwetu, lakini nachoshukuru zaka wanaleta Mbeya. Wako huko hivi saizi mwezi kama huu wamejenga maturubai mle barabarani, wanafanya biashara. Jumapili anakuja anasali chap chap. Sasa akishafika pale akiona wenyeji wanatoa 500 na yeye anatoa 500. Anaona hapa hamna kitu. Hapa nikitoa 1000 wataona, nani 10,000 wataona mimi na kwa hiyo na yeye anatoa hiyo. Sasa wakati fulani tunawauliza, ile roho ya utoaji ilishaka wetere kufika kwetu mkachukua roho ya huko? Lakini zaka wanaleta hapa Mbeya. Kwa ushahidi, kuna walimu wawili kila mwaka wanatuma 600,000 ireje hapa. Kila mwaka wanatuma 600,000. Kwetu kule hawatoi. Mungu awasaidie sana. Moyo huo wa utoaji mlio nao, zidisheni zaidi kwa utukufu wa Mungu. Mimi nimewasifu kama binadamu, lakini Mungu ndo awasifu zaidi. Mtoe katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu anatualika tutende matendo ya huruma na ya haki, na huku tukichukuliana mizigo sisi kwa sisi. Amen. Baba Mungu, asante kwa ajili ya neno lako lenye uzima, neno lililo hai, neno linalotamka, neno linalosema. Binadamu anakufa, lakini neno lako halifi, linaendelea kusema kila siku. Unatuhimiza katika maisha haya tuwe na huruma na haki. Unajua kabisa mioyo yetu imekosa huruma. Sisi kwa sisi tunalaumiana, tunaumana, tunajeruhiana, tunauana. Sisi kwa sisi hakuna huruma, hakuna upendo ndani, kuanzia kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kijiji mpaka taifa, hakuna kuelewana. Tunajua anayetuchonganisha ni Shetani, sio wewe. Wewe Mungu wetu ni Mungu wa amani, Mungu wa utaratibu, Mungu wa upendo. Shetani hahitaji amani wala upendo, anataka vurugu. Mataifa kwa mataifa, vita vinavyoendelea juu ya uso wa dunia, kuharibu kwa hali ya hewa imeharibika kutokana na vilipuzi na mabomu yanayoendelea kulipuliwa. Anga lako limechafuliwa. Magonjwa yanayosambana kutapakaa, yanayolipuka kila wakati kutokana na mashambulizi hayo na uharibifu wa hali ya hewa. Watu wameharibika fahamu na akili. Wanaona wengine kila wanapotembea damu inanuka kwa ajili ya mauaji. Maiti zinanuka kwa ajili ya mauaji. Lakini umetujalia nchi yetu kusali kwa amani, kuishi kwa amani. Tunu hii na zawadi hiliyo kubwa kabisa ya amani, tunaomba Mungu endelee kuidumisha. Wabariki viongozi wetu wa serikali, baraza la mawaziri na wabunge, wafanye kazi kwa haki na huruma, kwa hofu yako Mungu, bila kujali dini wala dhehebu. Wajue kwamba wewe uliyewaumba upo. Wafanye kazi kwa hofu yako. Lakini pia wabariki viongozi wa makanisa ya Kikristo na madhehebu yote, wafanye kazi kwa hofu na kwa utukufu wako. Utusaidie Bwana, tunapopita katika dunia hii tupite salama, tukilishika neno lako, tushike pindo la nguo tusiachie, ili tutakapowacha ulimwengu huu tuache kwa imani yako. Unatukumbusha kwamba sisi ni wapitaji. Tulizaliwa, tulikuwa watoto, tumekuwa vijana, tunaendelea kuwa wazee. Hiyo ni ishara ya kwamba sasa tunapita, maana baada ya uzee ni kuchukuliwa. Mungu tusaidie, tuitende kazi yako
hata Mkristo ajijue yeye ni mtumishi wa Bwana. Anatakiwa atende matendo mema kati ya yeye na jirani yake, kama ulivyosema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Atende matendo mema ya haki, akijua haya nayo yatenda, thawabu yangu inaendelea kutunzwa mbinguni. Kadiri anavyofanya ndivyo thawabu yake inavyozidi kukusanyika kwa mbinguni. Utusaidie kupendana sisi kwa sisi, na haki isimame katika taifa, katika maisha na mioyo, na huruma iwepo. Tuhurumiane sisi kwa sisi, katika jina la Yesu. Bariki ushirika huu, bariki baba mchungaji na familia, bariki na baraza la wazee, bariki viongozi wote wa ushirika huu, bariki mwinjilisti, bariki waimbaji wote, bariki na viongozi wetu wanaopiga muziki, vyombo vya muziki ambao wameshika hapo, ukawabariki. Kila mahali ambapo utukufu na jina lako linatajwa, Baba, ninaomba damu yako ikamiminwe. Mimina na kuzingira kanisa hili Baba, wanaoingia wasitoke, ila bali walioko nje waingie humu ndani, wadumu na kukutukuza wewe, katika jina la Yesu. Uibariki madhabahu hii, amen. Nimekombolewa naye huyo, kwa bei ya mauti nimekuwa mtoto wake, kombolewa na kombo na mole na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa kutenda haki na huruma. Mchungaji aliwahi kumweka mtu ndani, aliiba hizo hela anazozisema. Alimweka ndani. Ni mchungaji lakini alimweka ndani kwa sababu ni mwizi, hakutenda kwa haki. Amen. Tuna Wakristo hapa anafanya kazi huko ni wezi, mtawekwa ndani. Mambo ya kusema mchungaji tuombee, mwizi, utawekwa ndani. Nilikuwa nasikiliza mtumishi mwenzangu mmoja anafundisha, anasema kulikuwa na viongozi fulani wa kitaifa waliwapa vijana mbwa, kila mmoja akachukua mbwa mmoja, vijana 3. Sasa mkae nao mwaka, muwafundishe tabia yenu na wao wajifunze. Baada ya mwaka wakawaleta, wakawaambia haya, mnaingilia hapa, mnatokea kule. Anaingia mmoja mmoja, wakapewa na bunduki. Walipofika pale, akamwambia haya, huyu mbwa wako mpige risasi. Akampiga risasi. Akamwambia haya, toka. Akatoka. Kaingia mtu mwingine na mbwa wake. Akamwambia haya, mpige risasi. Akampiga. Akatoka. Kaingia mtu wa 3. Akamwambia bwana, na wewe huyu mbwa mpige risasi. Yule bwana akaanza kulia. Wanamuuliza nini? Anasema siwezi kumpiga huyu mbwa risasi. Akaanza kulia. Akamwambia mpige. Alishindwa. Wakamwambia basi wewe umeshinda. Wakaitwa na wale wengine, sherehe ikawa kubwa. Sasa wewe umeshinda, kwa sababu ingawa mimi niliagiza umpige risasi, lakini kile cha kuminya kile ulikuwa nacho wewe. Kwa hiyo wewe hujaminya, ndio maana huyu mbwa hajafa. Ila kwa sababu wewe unaminya tu. Kuna watu wakisema iba, unaiba. Nani alikwambia ibe? Mimi bosi wangu alisema tupige hela. Mwizi ni nani? Ni wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha haya ni kuoneana huruma na kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Huu wimbo tumeimba hapa, nimekombolewa na damu ya Yesu. Hivi mnaelewaga damu ya Yesu ni nini? Wachache sana wanaweza kuelewa haya mambo. Yesu Kristo ni mwana kondoo, si ndio? Kama Yesu Kristo ni mwana kondoo, damu yake ni nini? Wewe unalo sasa.
Najifunika kwa damu ya Yesu. Najifunika. Unayo? Tafuta kutenda haki ukiwa kazini. Neno likuongoze kutenda haki. Mtumishi wa Mungu, tunakushukuru sana. Tupokee ujumbe huu kwa moyo wa shukrani. Mazito matatu. Basi tuwaalike tena saa 10 tutakapoendelea kuwa na mafundisho na maswali na majibu, na upate nafasi ya kuomba. Hakuna cha kukanyaga mafuta, hakuna cha epo la upako, hakuna sijui ya maji ya mwana ni nani, wala sijui vikoi, hamna. Ni neno. Huna neno utakanyaga mafuta mpaka visigino vichubuke. Mimi nakwambia hapa. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Ulisikia kwa kukanyaga mafuta? Mtu mvivu kuomba anasubiri kukanyaga mafuta. Kanyaga sana. Kanyaga sana. Mungu anaangalia sana neno lake.